Kukaribishe kwenye madhabahu ya Niko Shining Star Heaven Embassy. Popote pale ulipo, leo tuna ndoto kuu 4 za mtu atakayeanza kuona sana rohoni ila hajajua. Wenda umeanza kuona rohoni, haujajua. Kuona rohoni ni nini? Ni swali ambalo unaweza kujiuliza. Kuona rohoni ni uwezo wako wa kimungu wa kuweza kutambua, kujua, kufahamu mambo ya rohoni au taarifa za rohoni na kuzipokea kwenye ulimwengu wa kawaida, zikaleta matokeo au zikabadilisha maisha yako. Kwa hiyo tunaposema tunaona rohoni, kuna njia nyingi za kuona rohoni. Tunaweza kuona rohoni kupitia ndoto, tunaweza kuona rohoni kupitia maono, tunaweza kuona rohoni kupitia sauti ya Roho Mtakatifu, tunaweza kuona rohoni kupitia kuzingatia neno na kulifanyia kazi. Lakini pia tunaweza kuona rohoni kupitia ishara za viumbe, lakini pia ishara za mwili na ishara mbalimbali za mabadiliko katika mazingira yako. Kwa hiyo taarifa zile unapozikusanya, unaweza kuanza kupata taarifa ya watu, vitu, mazingira au taarifa zako au za familia yako. Sasa umeanza kuona rohoni kupita kawaida ukianza kuona ndoto hizi 4. Cha kwanza, unaona mwanga ndotoni. Ukianza kuona nuru kwenye ulimwengu wa roho, jua mwanga unafunguka hata kwenye ulimwengu wa mwili. Kwa hiyo utaanza kupata taarifa, utaanza kuona vitu ambavyo si vya kawaida, lakini utaanza kutembea katika nuru. Cha pili, Roho Mtakatifu anachokuwa anakujulisha, unapoona ndani, unaota ndani ya ndoto. Ulishawahi kuona uko ndotoni, lakini pia unaweza kuota ndani ya ndoto. Hii inakuonesha una uwezo mara 2 zaidi ya mwanadamu wa kawaida. Ni kama vile unaishi maisha ndani ya maisha. Yani ni kama kuota ndani ya ndoto. Ina maana ni uwezo usio wa kawaida kwamba unaota ndani ya ndoto, tena unakumbuka kile ulichokiota ndani ya ndoto. Kwa hiyo ina maana una uwezo wa kupasivu ndoto 2 tofauti, ndoto ya kawaida lakini pia na ndoto ndani ya ndoto. Huo ni uwezo usio wa kawaida wa Roho wa Mungu kukuongoza kwenye ulimwengu wa roho. Lakini 3 ni unaona vitu vinavyotokea kwenye uhalisia. Ulishawahi kuona unaota na vitu vinatokea kabisa. Unaota juu ya kitu kinatokea. Na wengi huwa wana comment kabisa kwenye mafundisho yangu kwamba nimeota hivi, ghafla na shangaa hichi kitu kimetokea. Ukianza kuona hivyo ni ishara ya kinabii. Ukisoma kitabu cha Hesabu 12:6-8, maandiko yameweka wazi kabisa kwamba akiwepo nabii miongoni mwenu, mimi nitazungumza kupitia ndoto na nitajifunua kupitia maono. Lakini pia ukisoma kitabu cha Amos 3:7, anakuambia hakuna jambo Mungu atafanya bila kuwafunulia watumishi wake manabii siri zake. Lakini 4 na mwisho ni ndoto, unafunuliwa vitu vya kimungu. Ulishawahi kuona kwenye ulimwengu wa roho unafunuliwa vitu vya kimungu? Kwa mfano, unashangaa kwenye ulimwengu huo wa roho upo mawinguni. Kwenye ulimwengu huo wa roho unawafungua watu. Kwenye ulimwengu huo wa roho unaona juu ya watu na unakuja kusema au kuwataarifu taarifa hiyo, na wanasema ni kweli hichi kitu kimetokea. Ni kweli hiki kitu kimetokea. Hii ni nini? Hii inaonesha kwamba ni nguvu ya kuona rohoni ambayo sasa imepachikwa na inafunuliwa ndani yako ili uanze kuijua na kuifanyia kazi. Utaanza kuona matokeo. Na wapenda, kumbuka vitu vya kiroho pia vinahitaji kujaribu, vinahitaji kutokata tamaa, vinahitaji kutopasive au kutopokea taarifa alafu ukaichukulia kawaida. Ni lazima kutafuta maarifa. Hosea 4:6 inasema watu wa Mungu wameangamizwa kwa kukosa maarifa. Na kwa sababu umeyakataa maarifa ya Mungu, anasema atakukataa usiwe kuhani wake, yani usimtumikie, lakini atakataa hata watoto wako. Lakini tunapopata maarifa ya kimungu kama hivi, tukazidi kufuatilia, tukachukua vitabu, tukasoma, bila shaka tutapata badiliko la kiroho na tutaweza kushinda kirahisi maisha hapa duniani. Na wapenda, God bless you. Be a shining star in Jesus' holy name. Shalom.